bwana Yakobo, nasemaje? Mimi ni wa baba, kwa hiyo jiandae kufurushwa. Esau, we hujui baba kwa mama asumbui. Kwa hiyo kama unataka kulisi eti kutoka kupitia kwa baba kimekuramba baba. Mimi napendwa na mama, na mama ndo akisema baba hasumbui. Kwa hiyo kama unataka kuanzisha mechi, we anzisha tu. Sawa ndugu yangu, ngoja tuone. Sasa ndugu yangu Yakobo, leo bwana nimetoka zangu kuwinda huko, afu njaa inauma vibaya hapa, nataka kuzimia kabisa, nimelegea. Sasa bwana wewe umebaki nyumbani, nipe hako kamsosi basi. Nipate kula kwanza, nishtue tumbo nisije nikafa. Ndugu yangu, kumbe unataka msosi sasa. Msosi mimi siwezi kukupa bure, unajua dunia ya leo bwana cha bure hamna. Kwa hiyo bwana mimi nataka uzaliwa wako wa kwanza. Ndugu yangu, uzaliwa wa kwanza tena. Mimi nataka uzaliwa wa kwanza ndugu yangu Esau. Kwa kama unataka msosi wangu, nipe uzaliwa wako wa kwanza. Usijali bwana, kwani uzaliwa wa kwanza kitu gani kwanza kwangu, mimi nataka kufa. Chukua tu uzaliwa wako bwana. We nipe msosi. Wewe tuandikiane kwanza. Basi sawa ndugu yangu, leta karatasi. Hapo sasa ndugu yangu, kula msosi wako vizuri kabisa ushibe usije ukafa. Yes. Huo ndio mtazamo. Utofauti katika mtazamo. Utofauti katika mtazamo kati ya Esau na Yakobo. Endelea kufuatilia kisa hiki cha Esau na Yakobo, nawe utaweza kupata maana halisi ya kwa nini Yakobo ni Israeli, na ya kwa nini kuna Mungu wa Yakobo ila Mungu wa Esau hakuna.